Habari mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, karibu katika channel yako pendwa Nebuye TV. Kwa siku ya leo mpenzi mtazamaji, naomba tuweze kujifunza hatua mbalimbali ya kuhusiana na kilimo cha mchicha. Kwani kama ilivyo kawaida yetu sisi watu wa Nebuye TV tunaweza kwenda kumtembelea mkulima na kuweza kuongea naye na kuweza kumuuliza maswali mbalimbali ambayo yanahusiana na ujasiriamali wake pamoja na kilimo cha bustani, ili kusudi kuweza kukutia moyo wewe kijana ulioko nyumbani na kuweza kukufundisha hatua mbalimbali na mafanikio mbalimbali ambayo watu wanayapata kupitia kilimo cha bustani. Kama ilivyokuwa ada yetu kwamba kilimo cha bustani, tunaamini kilimo cha bustani ndio kila kitu, maana kilimo cha muda mfupi, ndani ya miezi mitatu, siku 90 una uwezo wa kuvuna na kuweza kupata mafanikio mbalimbali na faida mbalimbali. Na maana tayari hela yako unaweza kuiona taratibu taratibu. Kikubwa ni uvumilivu wa hizo miezi michache. Kwa siku ya leo kama unaangalia katika skrini yako hapo, huo ni mchicha mzuri kabisa. Kwa hiyo nasoma comment kwamba kwa nyie mchicha huu mkubwa kwenu mnauhitaji. Kuna sehemu nyingine wanaita mchicha bwasi, wengine wanaita mchicha wa kizungu, lakini sasa kwa wewe inabidi uweze kutuambia kwamba unaokaa wewe unaoishi huko kwamba wewe mchicha huu kwenu mnauita kwa jina gani? Kama tunaweza kutuambia kwamba sisi kwetu mchicha kama huu tunauita katika design fulani. Huyu unamuona hapo mbele ndio mkulima wetu, na kijana mjasiriamali ambaye yupo tayari kukufundisha wewe na kukutia moyo kijana ulioko nyumbani, ili kusudi uweze na wewe kutoka huko uliko ili uje shambani. Ili pale unapokaa wewe nyumbani kwako pale kwenu au kwako, unaweza kuamua kutoka nje tu ukaweka bustani kidogo cha mchicha na kukupa faida. Bana, ndugu mkulima, mambo vipi? Safi bwana, habari? Bana poa, pona majukumu. Asante sana. Karibu sana. Asante sana. Bana, mimi niko mbele yako hapa ni kiongozi kutoka Nebuye TV. Tumepokea mwaliko wako wa kuja kukutembelea shambani kwako ili kusudi uweze kuwatia moyo vijana ambao wako nyumbani ambao nao wanajitafuta kama ambao unajitafuta wewe. Sasa Cha kwanza kabisa unaomba ujitambulishe, jina lako ni nani? Asante. Na unafanya shughuli gani? Asante. Mimi ni mkulima. Kwa jina naitwa Kuna Magari Kutafuna. Kama nilivyo mimi hapa kama hivi unaona, huu ni mchicha mtangazaji, na zao hili la mchicha nimeliandaa toka mwezi wa kumwaga mbegu, na baada ya kumwaga mbegu, baada ya mbegu kukua, nikang'oa mche kaja kupandikiza huu. Kwa hiyo huu mchicha mpaka kuvuna inachukua mwezi mmoja na nusu, ndipo mchicha na kama hivi tunavyoona, kwa mwezi mmoja na nusu. Kwa mpenzi mtazamaji, wewe ambao uko nyumbani ambao unaangalia screen yako hii, ambao unaangalia makala hii, mchicha bana hauna mambo mengi, ndani ya mwezi mmoja na nusu mchicha huu unaweza kuvuna. Ndio, karibu tuendelee. Kwa hiyo kama hivyo unavyoona, tunakutana na changamoto nyingi ndugu mtangazaji, lakini changamoto kubwa ambazo tunakutana nazo haya ni mazao au ni zao ambalo pia ina gharama zake, kama vile kwenye madawa za wadudu, kwenye madawa ya kukuza mmea kwa kwenye hali nzuri, na madawa mengine ambayo yanafanya mmea huu ukawa upo kwenye hali ya ustadi wa juu. Kwa hiyo nakutana na watu kadhaa, lakini mmea kama hii ya majani ya mboga itapata gharama zake zinakuwa ni kubwa, kwa sababu kwamba kama sijifanyia gharama ya madawa, ina maana huwezi kupata ubora wa majani kwa mzuri kiasi kama hivi tunavyoona, yani kwa maana kwamba haijatolewa na mtu aina yoyote. Kwa hiyo hii ni baada ya siku 3 napiga dawa, kila baada ya siku 3 napiga dawa. Nikipiga leo dawa na kaa siku 3 napiga tena dawa mpaka jani inakuwa wale ya juu. Kama yani sikuwa hivi, wakija kuja kutoboa tayari biashara yako au zao lako hili la mchicha hauwezi kupata hela, kwa tayari yani imeshaathirika, kutoka kwenye bora. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, kwa hiyo ni gharama moja zao ambalo ni gharama kubwa, ni zao la mchicha. Lakini kwenye uwepesi wake ukoje? Uwepesi
uwepesi wa kilimo cha mchicha tofauti na bustani nyingine, Ni kweli. tofauti na mazao mengine kama kilimo cha nyanya, Ni kweli kwa sababu nyanya bamia au biringanya. ni kweli kwa sababu kama nilivyokuambia toka awali kwamba hili zao linachukua mwezi mmoja na nusu, nyanya inachukua miezi mitatu. Kwa hiyo uwepesi wa huu ina maana kwamba baada ya mwezi mmoja na nusu tayari wewe unaanza kuyaona matunda, ina maana unaanza kuvuna na kupeleka sokoni, lakini nyanya baada ya miezi mitatu. Na vipi bei yake inatoka, lakini bei ya mchicha Bei inaanzisha kwa sababu unakata hii unakata hapa unakata hapa inakuwa wastani 6 7, yaani kama hii inakuwa 6 au 7 unakata hapa inakuwa shilingi 500 kila kikesha kimoja, ili kikesha kile cha mchicha inakuwa shilingi 500. Kwa hiyo baada ya kukata hapa, hii hapa inachipua tena upya, yaani hii ukikata hapa kwa maana huu hapa unakuja kuchipua tena upya, inakuwa tena kama zamani. Kwa hiyo ina maana kwamba hili ni zao endelevu, zao endelevu ambalo haliwezi kuisha kama mazao mengine kama nyanya, labda unaweza kukuta labda biringanya huko labda matango na mazao, lakini zawili ni kwamba endelevu, ili kadri unavuna na ndivyo unavyozidi kuzaa kwa siku baada ya siku. Kwa hiyo unamwambiaje mkulima aliyoko nyumbani, mkulima au kijana mwenzio aliyoko nyumbani, kwamba mchicha, kwamba unamshawishi kwamba yeye hawezi kulima mchicha kwa sababu mchicha ni zao ambalo liko vizuri, na ina maana inachukua muda mfupi anavuna, na akivuna navuna tena, akivuna navuna tena. Kwa hiyo ni ushauri mzuri kwa kijana wa mtazamaji ulioko nyumbani sasa hivi ambao unaangalia na makala hii nzuri ya kilimo cha mchicha, unashauriwa sana uweze kulima. Bibi, kuhusiana na kuweka matuta, naona matuta ni makubwa hapa, unamshaurije mtu? Namshauri kwa mzangu, haya matuta niliyoweka hivi, yani hii ni kinga ya kwa ajili ya kama ni kipindi cha masika, ya maana na kinga mvua, yale maji yakifika yani hayakai, kwamba yanapita kwenye hii mifereji ambayo wewe unaiona hii, ndugu mtangazaji. Kwa hiyo haya matuta ni kuweka tuta kubwa hili, yani kukinga athari za mvua. Unaona ni tuta kubwa kwa ajili ya kukinga athari za mvua. Ikija mvua, maji yakikaa kama sijaweka tuta, maana mimea yote inakufa. Lakini kama hivi ikija mvua, basi maji yanapita kwenye yanatiririka huko chini, yanapita kwenye mfereji na kutoka, kwa mimea unakuwa hauwezi kuathirika kwa namna yoyote. Vipi kuhusiana na zao hili, inahitaji mbolea? Mbolea inahitajika tena, mbolea ni muhimu kweli, na kama nilivyokuambia kutoka awali kwamba mbolea inahitajika kwa kiwango kubwa, kwa sababu zao lolote hili liwe bora, ndugu mtangazaji, cha kwanza ni lazima uweke mbolea. Mazao yote yanayolimwa, hasa mazao haya ya kiangazi, hususan kuanzia mchicha, kwanza labda nyanya, labda pilipili. Kwa matarajio yako kwenye mchicha huu kukoma, yani kukoma kuzaa itakuwa lini? Maana au haukomi kuzaa, utafanyaje? Yani utajuaje kama vile tayari mchicha wangu ushakoma uzai tena, ushafika mwisho hapa ni kuvuna tu? Okay. Huu mwisho wake kwamba nitavuna, lakini kadri navuna kwa maana inachipua na kutoa, lakini hii pia ina kikomo chake, ndugu mtangazaji, maana ukichelewesha kwa siku kadhaa mbele baada ya kuvuna, maana athari yake unakuja kukuta maua kama haya. Unaona ndugu mtangazaji? Kwa hiyo huu mchicha utakiwi ucheleweshe kwa kiasi kikubwa, yani kuchelewesha kuvuna ya maana kwamba yani ukivuna leo basi wewe kaa tu wastani ya siku 5 vuna tena, lakini ukaa zaidi hapo athari zake ndio kama hizi hapa, ukutana na tayari umeshakomaa, yani tayari hapo tena yani hauliki tena. Kwa hiyo ni changamoto gani ambazo yani au ugonjwa gani ambao unasumbuliwa sana na zao hili la mchicha? Sasa mchicha kusema kwa ugonjwa hakuna. Hili zao bwana hapa ni dhidi ya wadudu tu ambao wanaotoboa haya majani. Kama unavyoona hivi baadhi ya wadudu wanaotoboa majani haya kama hivi unavyoona, lakini tayari imeshawahi kama hivi ndani, unaona zimetobolewa hili na wadudu, kwa tayari nimewahi kupiga dawa na wadudu kukimbia kabisa wapo.
Kwa kijana aliyoko nyumbani sasa hivi unamshauri vipi kuhusiana na zao la mchicha? Unamshauri alime au unamshaurije? Okay, namshauri alime kwa sababu ni zao ambalo lina uwezo wa kumpatia pesa kwa haraka, kwa sababu kama ni zao linachukua mwezi mmoja na nusu tayari wewe mafanikio unaanza kuyaona. Kwa hiyo namshauri kwamba ajishirikishe kwenye hili zao, alime, basi naamini mafanikio yake atayaona. Ni zao la mchicha. Ndio. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, tunashukuru sana kwa kuwa nawe umeweza kuangalia video hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Naamini kuna kitu ambacho umeweza kujifunza. Kwa hiyo nilikuwa naomba nikuulize swali moja mpenzi mtazamaji, kwamba ni jambo gani au ni kitu gani ambacho umejifunza kupitia video hii ya kilimo cha bustani aina ya mchicha? Ni kitu gani ulichojifunza? Kwa nitasoma comment hapo, nitaangalia comment yako, na pia itakuwa ni sababu mojawapo na mimi kuweza kujua kwamba kitu gani ambacho tumejifunza na changamoto gani ambazo tumekutana nazo. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, mwisho wa video hii ndio mwanzo wa video nyingine bomba nzuri. Tunakuomba tu kwamba kusubscribe, uweze kulike na comment, na bila kupoteza muda, mpenzi mkulima, kama una jambo lolote la kumwambia mtazamaji wako, naomba umwambie kabla hatujamaliza kipindi chetu. Asante. Mimi nasema kwamba vijana wenzangu wajishirikishe kwenye zao la mchicha, walime zao la mchicha na mafanikio yao watayaona. Kwa hiyo mimi ndugu zangu sina mengi, kwamba langu ni hilo tu, na vijana wenzangu wajishirikishe, wajitume kama mimi hapa ambavyo nimejituma kwenye zao hili la mchicha. Basi tunashukuru sana mpenzi mtazamaji, naomba uweze comment na kulike na kushare, na tunashukuru sana mkulima kwa kuweza kutupa support yako. Tumeweza kuwa nayo kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Na wewe pia mtazamaji, pia tunashukuru sana kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Tunashukuru sana.